Allahu akbar. Ina maana kipande kilichoongozwa kinaongezwa sasa ndio huku. Lakini huku. Hapa ndio mwisho. Maana huku kote ndio huo msikiti wa asili. Msikiti wa asili. Kwa hata ya manguzo ametengenezwa sasa baadaye lakini wenyewe kuta hizi kubwa za nje zilikuwepo. Unaona hiyo basi zamani hizo sasa hazitumiki sasa. Sasa hizi walitengeneza wale wazee wenyewe baada ya kuwa umepandwa wakati ya hizi sasa wale mashehe wenyewe. Na huu ni msikiti ambao umejengwa na mikono isiyokuwa ya binadamu, umejengwa na viumbe wasioonekana. Moja ya maajabu ya eneo hili, pale unapokuja katika nyumba hii ukaja kuomba dua ukiwa na shida mbalimbali, yoyote unayoiona wewe shida hiyo ni nzito, kubwa, haiwezekani, ukimlilia Mwenyezi Mungu kupitia nyumba hii, insha Allah majibu yanakuja bila ya mashaka yote. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, hapa nilipo sasa nipo katika makaburi ya msikiti wa Chiunda ambao ni huu hapa kushoto kwangu, msikiti ambao uko katika kando kabisa ya bahari. Msikiti huu ni miongoni mwa misikiti ya historia, lakini haya ninayoyaona yaliyonizunguka karibu yangu ndiyo makaburi ya hao wazee wa Kishirazi ambao walikuwepo hapa takribani karne zaidi ya 10 zilizopita. Wazee hawa walikuwa wakitokea katika nchi ya Zanzibar, wana asili ya Kishirazi na walikuwa nadhani kama si wafanya biashara walitoka katika nchi ya Zanzibar wakija hapa katika nchi ya Komoro kwa lengo la kuja kufanya shughuli zao za aina mbalimbali. Wakiwa hapa walikaa kwa siku 3, wakaona ni bora watengeneze hiki msikiti au sehemu ya msikiti kwa ajili ya ibada. Wakati wanatoa wazo hilo, ilipofika wakati wa asubuhi kesho yake, baada ya kufikiria kesho wataanza utaratibu wa kujenga msikiti ama msikiti wa nyasi au muswala, eneo ambalo wangepata fursa ya kutengeneza eneo la kuswalia, walipoamka asubuhi wakaona foundation imejijenga yenyewe ya msikiti huo uliopo kushoto kwangu. Wakaona foundation imejijenga yenyewe. Foundation hii iliwahamasisha, badala ya kuendelea kujenga wakaona wafanye dua, wakaendelea kufanya dua, na ile foundation iliendelea kujijenga kadiri walivyokuwa wakitengeneza hiyo nyumba au huo msikiti. Cha ajabu zaidi, pale walipojaribu wao wenyewe kuchukua matofali yao, kuchukua mawe yao na kujaribu kuweka juu ya ile maeneo, basi yale mawe yao asubuhi walikuta yamevunjika, yamekaa pembeni, umeishia pale ulipokuwa ukijijenga wenyewe. Mwisho akaamua waache hivyo, waendelee na dua, na walilal hamdu, msikiti ukajijenga mpaka eneo hilo la juu kabisa katika eneo la kupaulia. Ilipofika hapo ndio wao sasa wakapata fursa ya kupaua nyumba hii hapo juu kwa kutumia nyasi. Lakini baada ya kupaua kutumia makuti, baadaye miaka mingi baadaye walipokufa wazee hawa na kuzikwa, ndipo sasa hapo pakawekwa hiyo zege unayoiona pembeni. Lakini asili yake ni msikiti uliotengenezwa kwa udongo maalum, na huu ni msikiti ambao umejengwa na mikono isiyokuwa ya binadamu, umejengwa na viumbe wasioonekana. Hapa ndiyo maajabu makubwa yanapopatikana. Msikiti huu kiutazama kwa upande wa pili, chini ya eneo hili na makaburi haya utaona kuna bahari. Nyuma yangu utaona kuna bahari hii hapa, maana yake makaburi haya yako ufukweni karibu kabisa na bahari, na msikiti huu kuta zake zimekwenda karibu mpaka baharini. Lakini hizi kuta unazoziona hapa, hizi ni zile ambazo zimeongezewa na waumini kwa wakati huu, lakini wenyewe msikiti ni huo unauona hapo katikati. Ilo jengo lote hilo limejengwa na viumbe wasioonekana, na ndiyo maana eneo hili linaitwa Chiunda. Chiunda maana yake ni eneo au ni nyumba iliyojijenga yenyewe. Chiunda maana yake ni nyumba iliyojijenga yenyewe. Moja ya maajabu ya eneo hili, pale unapokuja katika nyumba hii ukaja kuomba dua ukiwa na shida mbalimbali, yoyote unayoiona wewe shida hiyo ni nzito,
kubwa, haiwezekani. Ukimlilia Mwenyezi Mungu kupitia nyumba hii, insha Allah majibu yanakuja bila ya mashaka yote. Ni majibu ya uhakika, ni matokeo ya uhakika, ni majaribio yaliyothibitika. Lakini moja ya majabu yake kama tulivyosema hapo mwanzo kwamba kuna shekhe mmoja kutoka Zanzibar aliwahi kuja hapa akafanya dua zake akamaliza akaondoka akafanikiwa. Alipofanikiwa baada ya kutoa ahadi yake akaamua kununua mafuta ya taa akayaweka kwenye